Tunaendelea kutengeneza application yetu ya SG Network na umeweza kuona katika hatua zilizopita namna gani ambavyo tumeweza kutengeneza, na sasa tunaendelea kutengeneza katika hatua zinazofuata. Mambo vipi internet? Naitwa Director Sam na hii ni Sam Online Skills. Karibu tuweze kuendelea pale tulipoishia katika video zilizopita. Okay. Katika video iliyopita tuliishia kwenye kutengeneza PDF file, okay? Hii hapa tumebadilisha picha, hii ya kanuni ya adhabu. Lakini hizi nyingine sijaziwekea picha, lakini nimeziweka mbili hizi ili ziwe tatu, ni kuonyeshe upande wa submenu kama ambavyo nilikwambia. Okay, ukija kutengeneza kwenye kwenye section hapa, utakuja create new section, utakuja hii kipande kimeandikwa submenu hivi box viko 6, utaifungua. Tunavyotengeneza hapa utaweza kuona faida yake ni nini. Okay, utakuja hapa labda utasema PDF files, ndio PDF files. Hii inakusaidia kuweza kuweka baadhi ya section pamoja ambazo zinahusiana. Okay, baada ya hapo ukishaandika hivyo utakuja kwenye neno section, add section with add button. Hapa utakuja kuweka section ambazo unataka zikae humu kwenye submenu. Okay, utakuja hapa kwa mfano mimi nataka hii kanuni ya adhabu ikae ndani. Nikishaweka hivi nakuja nagusa add. Baada hapo nakuja tena hapa nagusa PDF file 2, pia nagusa add. Nagusa PDF file 3, nagusa add. In case unataka hii file 2 ndio hiyo ya kwanza, utagusa huo mshale wa kupanda. Sawa? In case unataka hiyo pili utagusa itashuka. Hivyo. Baada ya hapo utakuja kuangalia unataka zikae kwenye mfumo gani. Yaani ziwe na column mbili au ziwe center menu. Ukiweka no zitakaa center. Ukiweka yes zitakuwa center menu. Alafu utaweka number of columns ziwe na column ngapi? Labda mimi naweka ziwe na column 2, sawa? Tuseme hapa niongeze kitu kingine ili ziwe na 4. Japo hii haihusiki ya website, ile ngoja niweke mumu. Alafu baada ya hapo utakuja hapa nitaweka column 2. Sawa? Hapa gap between column utaacha hivi maximum. Load animation, yes. Show section section title utaweka yes. Hapo utaweka yes. Huku kwingine unaweza kaacha kama ilivyo, lakini kwenye menu structure unataka ndani huko zionekaneje. Hivi kwamba iwe pembeni huku icon, pembeni title au icon after title chini au hivi. Mimi napendelea zikae kwa mfumo huu hapa. Kisha utakuja kwenye background image ya section yako, unaweza kaiacha, sio lazima hiyo. Kisha utakuja hapa open link external, hapo lazima uta press no. Show in menu uta press yes. Enable download unaweza ka press yes au no. Hapa ilikuwa video huwa napenda ku press yes kwa sababu mimi napenda kutumia mfumo wa matangazo kama income. Sawa. Kisha utakuja hapa kama kuna picha ambayo unataka kuweka kama profile, kwamba mtu akiingia akutane na hiyo, basi utaangalia hiyo picha utaiweka. Kwa mimi nitaangalia picha hapa kwenye pictures, labda tuseme nimependa hii hapa labda, basi na press save. Okay, sasa itakavyoonekana sasa ni hivi. Itaonekana hivi. Ukifungua kwenye application yako utakutana na hiyo PDF files hapa. Ukigusa PDF files, changamoto ya internet. Okay, tutatoka turudi tena. PDF files, sawa, utazikuta ziko kwa mfumo huu. Ziko hivi ni kwa sababu tumesema zikae center, sawa. Ila ukirudi hapa kwenye upande wa center, ukibadilisha hapo upande wa setting
hapa center tiles ukipress no, sawa. Alafu center menu press no, alafu ukaja uka save. Ukirudi kwenye application yako utakuta mabadiliko. Kwenye center tiles tumepress no na kwenye center menu tumepress no. Hapa imekaa pembeni, sawa. Imekaa pembeni kwa sababu tumesema zisikae center. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza kubadilisha hapa, tumesema kwenye column, number of column tumesema ziwe 2, si ndio? Kitu kingine hapa, if I don't mistake ni hapa. Okay, sawa. Tuta save tena. Utakuwa ukifanya editing na save, then unarudi kuangalia mabadiliko ikoje huko, kwamba je, kile ulichokuwa unakirekebisha kimerekebika au vipi. Sawa, utakuja kuangalia. Kwa mfano hapa sisi inaonekana bado ziko hivi, labda ni kwa sababu ya ukubwa, ndio maana haziwezi kukaa kwenye nani mbili, haziwezi kukaa kwenye column mbili, sababu ukiweka set kwenye column mbili, zikiwa size ikiwa kubwa, basi haziwezi kukaa kwenye column kwenye nani, haziwezi kukaa kwenye, haziwezi kukaa zikiwa column mbili. Lakini size ikiwa ndogo, basi zinaweza zikakaa. Ukiona zimekuwa kubwa kiasi ambacho haziwezi kukaa kwenye nani ndogo, basi utaziweka center, ili ziwe center, sawa. Alafu kitu kingine ambacho nataka kukifanya hapa, ambacho nataka kuonyesha hapa, unaona nimetoa gap kati ya column moja na column nyingine. Kwa hiyo zimeweza kukaa, kwa sababu hizi column kulingana na ukubwa wake na distance ilikuwa inabaki, basi zisingeweza kukaa. Sasa ukiangalia hizi ziko humu ndani ya hii PDF files, lakini pia hapa nje zinaonekana, sawa. Lakini sasa wewe unataka hapa nje zisionekane, zionekane ndani tu. Hapa utakuja utaangalia, hii ni kanuni ya adhabu, ni PDF2 na PDF3. Utarudi tena huko kwenye kuseti huku, utaangalia hizo section. Ya kwanza ni kanuni ya adhabu, utakuja kuedit hapa, utashuka chini huku kwenye advanced setting. Hapo kwenye advanced setting utakuja kwenye show in menu, utapress no. Utakuja utasave. Ngoja kwanza tutoe ile access password. Tuliweka password, ngoja tuitoe. Okay, tutasave. Tutakuja ile ya pili PDF2, tutakuja kwenye advanced, tutapress no kwenye show in main menu. Maana ukisema show in main menu, ina maana itaonekana pale nje, sawa. PDF3 pia tutafanya the same. Tuje hapa, tutakuja kwa advanced setting hii ya kwanza ambayo ni show in main menu, ambayo kila wakati ukiingia wewe unakuta iko on. Kwa hiyo hapo uta turn off. Utakuja hapa kufungua tena kwenye application yako, ukiangalia hizo hautazikuta tena nje. Hiyo ukifungua hiyo PDF files, basi utazikuta ndani, na kile kichomo ndani ndicho kitakacho. Hizi hautaziona nje, ila mtu akija kusearch hapa juu, basi anaweza kazipata. Kama unakuwa kuna sehemu ya kusearch, akija kisearch, basi anaweza kuzipata. Na maana zipo, lakini zimo ndani, haziko hapa nje. Uwe na wakati mwema. Naitwa Director Sam, tukutane katika video ijayo ambapo tutakuja kuzungumzia kitu kingine. Bye bye.